Mimi naitwa Wao Yona Wao, mwenyekiti halmashauri ya mji wa Babati. Halmashauri ya mji wa Babati ni miongoni mwa halmashauri ambazo zinajitahidi kupiga hatua za maendeleo. Kwa sasa hivi, kuhusu hatua zote za maendeleo na kwa mambo ambayo yanatakiwa yafanyike ndani ya jamii, sisi huwa tunatoa elimu. Tunafanya kipaumbele chetu ni elimu. Tunatoa elimu katika mihadhara, katika vikundi, na vikundi mbalimbali vinafundishwa na wataalamu ili kuweza kufikia katika hatua ya tija katika masoko na katika ushindani mbalimbali. Lakini tunaona kwamba vijana wanahamasika, na sasa pia tunaanza kupata wadau wengine ambao wanawezesha hata vikundi kama vile Chemchem. Sasa hivi kata ya Mutuka tayari tumepata kikundi ambacho kimewezeshwa na shirika la Mikuyu Tanzania ILT, na wao sasa hivi tayari wameanza kutengeneza viuatilifu kwa ajili ya kupambana na vijidudu ambao ni waharibifu kwa ajili ya mazao ya wakulima na mabustani. Kwa hiyo hii inaleta hamasa kubwa sana katika jamii kwa eneo letu, pia kata ya Mutuka na maeneo mbalimbali. Tumeona kwamba wako wajasiriamali ambapo katika hilo sisi katika soko hatuna uchache, kwa maana ya kwamba sasa hivi kuna kina mama kama hawa Wasigino, kama huyu mama Wasigino. Kuna mama Wasigino ambaye tayari pia na yeye anapambana, anatengeneza hata na ungalishe pamoja hata na sabuni ambazo zinaweza zikasaidia kwa ajili ya kung'arisha nyumba zenye tiles pamoja na maeneo mengine hata ya vyoo. Kwa hiyo anatengeneza sabuni na anatengeneza ungalishe kupitia hata maharage. Kwa hiyo tunapambana na hali halisi, na kwamba elimu ndio kipaumbele chetu katika vikundi na katika mihadhara. Sawa mheshimiwa, na swali la mwisho ni katika maadhimisho ya mwaka huu, ni mafanikio gani ambayo halmashauri mnayapata katika sekta ya kilimo, na ni ujumbe gani ungependa kuwapa wakulima kuhusu umuhimu wa kutumia teknolojia au mbinu bora za uzalishaji na fursa za masoko ili kuongeza kipato na kukuza uchumi wa eneo la halmashauri kwa ujumla? Mimi labda ningetoa tu maelezo mafupi juu ya jambo hilo. Sasa hivi maeneo yetu ni maeneo ambayo tayari yalikuwa milimwa na wazazi wetu miaka mingi, miaka nenda rudi wamelima, hakuna vipato vinavyopatikana. Ushauri wangu ni kwamba kwa wakulima wote wa Babati na maeneo mengine wanatakiwa wafuate ushauri wa wataalamu, na haswa sasa hivi tumeanza kuona bidhaa kama hizi za kilimo kama vile mbolea au na viuatilifu pamoja na booster zote na kila kitu. Kwa hiyo tunaweza kuona mfano mzuri. Hata hapa nilipokaa kushoto kwangu hapa kuna aina ya mihogo ambayo inastawishwa pia kata ya Mutuka. Ni mihogo ya kisasa. Inaonekana hii inatokana na mazao ya elimu inayotolewa na wataalamu wetu wa kilimo. Kwa hiyo natoa elimu nzuri ambayo inawasaidia watu wanaweza kulima maeneo madogo kwa kutumia ushauri wa kitaalamu wakafanikiwa zaidi kuliko kulima maeneo makubwa. Wanahangaika miaka yote, basi hali ya hewa kama haitakuwa nzuri, basi watu wanazidi kuwa maskini kwa sababu huwa hawapati mazao yenye tija. Mimi natoa tu rai kwamba wakulima wetu wazingatie utaalamu. Wako wataalamu kila kata, kila kijiji. Basi kabla ya kilimo wataalamu wapate elimu ili waweze kujinasua na kufikia hatua hii ya mapinduzi makubwa ya kupata mazao kwa kupitia utaalamu. Asante mheshimiwa, pengine